upande wa wananchi kufahamu bidhaa ambazo zinazalishwa kwenye viwanda vyetu, wameweza kuziona na wanazitumia sasa. Nafikiri mwenyewe unaona matangazo yalikuwa yanaonyesha kutosha. Taasisi za serikali zimeweza kutumia, na sasa hivi tupo katika progress hiyo, wameingia sasa moja kwa moja kuona kwamba sasa hivi badala ya kuagiza haya mavitu kutoka nje ya nchi, wanatumia viwanda vyao kwa ajili ya kupata huduma za. Zipo baadhi ya zana ambazo zinazungumzwa katika jamii kuwa viwanda vya idara maalum za SMZ wamejikita zaidi kuwahudumia watu wa hadhi fulani. Swala hili lina ukweli au ni la kupotosha kiasi gani? Kwa kweli suala la kuhudumia watu wa aina fulani inawezekana watu wanasikia wanahofia tu, lakini sio la kweli. Viwanda hivi vina base katika kutoa huduma kwa makada yote ya wananchi. Kwa mfano, mwezi ule uliopita tulikuwa tuna program ya kuzalisha nguo kwa ajili ya shule. Nguo na mikoba kwa ajili ya shule. Yaani uniform ya kusudia na mikoba kwa ajili ya shule. Shule haendi mtu maalum, wanakuja wananchi wa kawaida, na bei zetu sisi ni rafiki kulinganisha na maeneo mengine yanayozalisha nje. Maana hii ni fursa pekee yake ya kuonesha kwamba viwanda vina base katika makada yote ya wananchi wenye vipato tofauti. Sasa baadhi wanafikiria hivyo kwenye kiwango cha bei za bidhaa zenyewe kwenye viwanda hivi. Wanasema kwamba viwanda hivi ni vya nyumbani. Ni muhimu sana kutuhudumikia sisi wazawa wenyewe. Tunatamani kuona kila siku tunazalisha bidhaa ambazo ni made in Zanzibar. Lakini kwenye gharama imekuwa ni swala kizungumkuti kwao. Wengine wakidai kuwa unaweza ukahitaji viatu au suti, lakini gharama zake haziendani kabisa na kipato cha mtu mmoja mmoja, hususan huyo wa kipato cha chini. Katika hilo mimi nadhani labda ni kitu kikubwa ni kujenga uelewa kwa wananchi. Unajua mwananchi akienda darajani akiona kiatu cha shule analinganisha na kiatu cha shule ambacho kinatengenezwa kwenye viwanda vyetu. Sisi hatujaweza kuzalisha nguo viatu kwa kutumia PVC au kutumia PU ile ya kawaida ambayo ni plastic. Sisi tunatumia ngozi halisi ya Tanzania. Na kuipata manake ni mchakato na ni gharama. Kuipata kwanza ni gharama. Ngozi ni gharama, lakini vile vile ina survive, ni durability, ina survive muda mrefu. Kwa hiyo watu wengi naona hawajaelewa kwenye upande wa kujua hii inatoka hapa ina sifa hizi, hii inatoka kule nje ina sifa hizi. Kwa hiyo viatu tunavyozalisha hapa sisi ni vya ngozi halisi. Hatujawahi kutengeneza viatu vyenye mfumo mwingine isipokuwa ni wa ngozi. Kwa hiyo wananchi wanatakiwa waelewe kwamba wanapoenda kununua kiatu cha shilingi 15,000 darajani na wanapokuja kununua kitu sisi kwa shilingi 25,000 wataona utofauti wa bei, lakini utofauti wa uhalisia wa kiatu chenyewe na umadhubuti. Kiatu changu mimi au kiatu sisi hapa tukizalisha, tunakuguarantee sisi ndani ya mwaka mzima mwanafunzi wako anavaa kiatu bila shida. Travolta utakayonunua hapa sisi kwa sisi na Travolta utakayonunua katika sehemu nyingine, utofauti ni mkubwa sana. Lakini pia kwa upande wa suti au kwa upande wa nguo, sisi tuna level tofauti. Tunashona suti kwa mujibu wa kipato chako. Kuna suti za 1,500,000, kuna suti za 200,000, kuna suti za 2,500,000, suti za 300,000. Uwezo wako utakao wewe mwenyewe unahisi mimi navaa size hii na aina hii ya kitambaa ndio itakao kupelekea wewe kupata ni idadi ya suti ya gharama ambazo na